Naitwa Dr. Heri Meshaki Mwandolela. Mimi ni daktari bingwa wa magonjwa ya moyo ya binadamu. Niko katika hospitali inaitwa Hayameda iliyoko Bunju B, wilaya ya Kinondoni hapa jijini Dar es Salaam. Na pia ni mkurugenzi na mwanzilishi wa hospitali hii ya Hayameda. Leo ni siku kubwa na ya muhimu sana kwa taasisi yetu ya Hayameda, kwa sababu ni siku ambayo tunaadhimisha miaka 15 tangu tulipoanzisha huduma hizi mwaka 2010 katika kiwango cha kliniki, tukiwa pale katikati ya jiji maeneo ya Upanga. Lakini baadaye kutokana na mahitaji ya huduma zetu tukahamisha huduma hizi na kuongeza huduma kufikia kiwango cha hospitali na kuhamia maeneo haya ya Bunju B hapa wilayani Kinondoni. Taasisi yetu ni moja ya taasisi ambazo zimekuwa zinatoa huduma za afya katika maeneo mbalimbali, lakini zaidi tumekuwa tunajikita katika maeneo ya kimkakati. Maeneo haya ni maeneo ya kutoa huduma za magonjwa ya moyo, magonjwa ya saratani, lakini magonjwa pia ya figo kwa wale ambao wanapata changamoto ya figo kushindwa kufanya kazi. Kwa nini tumechagua maeneo haya? Ni kwa sababu takwimu hivi sasa zinaonyesha kwamba magonjwa yasiyoambukiza, hususan magonjwa ya moyo, figo, lakini pia na saratani, ndio magonjwa ambayo yanaongoza kwa kuchangia kwa vifo vingi kuliko magonjwa mengine yote hapa duniani. Na katika magonjwa hayo, magonjwa ya moyo ndio yanayoongoza kwa kusababisha vifo vilivyo vingi kuliko magonjwa mengine. Takwimu za mwaka 2025 mwaka huu zinaonyesha kwamba magonjwa ya moyo peke yake yanagharimu au yanasababisha vifo vya watu wasiopungua milioni 20 kila mwaka, yakifuatiwa na magonjwa ya saratani ambayo yanachangia 10% mpaka 15%. Kwa hiyo ukichukua magonjwa ya moyo yanachangia 33% na magonjwa ya saratani, unaona kwamba 50% ya vifo vyote duniani husababishwa na magonjwa haya mawili tu, ukiacha mbali magonjwa mengine yote. Kwa hiyo magonjwa haya yanatakiwa yawekewe mkakati wa makusudi ili kuweza kupambana nao tangu kuyazuia, lakini pia pale ambapo yanakuwa yamejitokeza kuyadhibiti ili asiweze kugharimu vifo hivi ambavyo nimevisema. Na katika takwimu hiyo ambayo nimeisema ya watu milioni 20, watu milioni 15 ambao ni 75% hufa kutokana na magonjwa haya katika ukanda wa chini ya jangwa la Sahara au Sub-Saharan Africa, ambako Tanzania sisi ni mojawapo. Kwa hiyo Tanzania pia ni wahanga wa magonjwa haya ya moyo na mishipa ya damu au cardiovascular disease. Labda tu niwakumbushe kwamba hivi karibuni tumekuwa na janga la ugonjwa wa uviko 19 au COVID. Ugonjwa ule uligharimu maisha ya watu takriban milioni 7 kwa miaka 3-4. Milioni 7 katika miaka 3-4. Lakini magonjwa ya moyo yanagharimu vifo au watu milioni 20 kwa mwaka mmoja, kama mara 3 zaidi ya ambavyo COVID imeua kwa miaka 3. Lakini bahati mbaya ni kwamba watu hawachukui tahadhari au hawana elimu ya kujua kuhusu magonjwa haya ili kuweza kujizuia na kuweza kufanya asiende katika hatua ambayo imekwenda hatua ya mbele kabisa. Habari njema ni kwamba 80% ya vifo hivi unaweza kuvizuia kwa kufanya mambo madogo kabisa, ambayo ikiwemo ni kula vizuri, kufanya mazoezi, kupata usingizi wa kutosha, kutokunywa pombe kupindukia, kuachana na uvutaji wa tumbaku na mazao ya tumbaku, lakini pia kuzuia kuwa na uzito mkubwa kupindukia, ambao ndio vyanzo au vihatarishi vya magonjwa mengi yasiyoambukiza. Hospitali ya Hayameda tunajivunia kwamba tumekuwa mstari wa mbele kupambana kwa kutoa elimu, lakini pia kwa kutibu magonjwa haya ya moyo, na tumefanikiwa kuwa ni moja ya hospitali chache sana hapa Tanzania ambazo zimefanikiwa kusimika mtambo maalumu ambao unaitwa Cardiac Catheterization Laboratory au Cath Lab, ambao ni moja ya hospitali 5 tu nchini Tanzania ambao zina mtambo huu. Mtambo huu huwezesha kutambua na kutibu magonjwa ya moyo kwa wale ambao wamepata
tatizo la mishipa damu ya kwenye moyo kuziba ghafla, kwa maana hiyo kupata shambulio la moyo ambao ukichelewa zaidi ya dakika 90 unaweza tukapoteza maisha. Kwa hospitali yetu imeweza kufanikiwa kuweka mtambo huu, na tumeweza katika miaka miwili ya kuweka mtambo huu kuokoa maisha ya Watanzania walio wengi, na kwa maana hiyo kuwa tumetoa mchango wa kuokoa maisha, lakini pia kutoa huduma nzuri za afya katika jamii yetu. Mwisho nipende kupongeza serikali kwa kutupatia ushirikiano, kwa sababu bila serikali kutuamini na kutusajili huwezi kuendesha huduma za afya katika nchi hii. Kwa hiyo kwanza wametuamini na kutusajili, lakini pili wamekuwa wanatoa supervision au ufuatiliaji wa kuhakikisha viwango vinatimia na viwango vinafuatwa ili wananchi wasiweze kupata matibabu ya viwango vya chini. Lakini pia serikali imeruhusu kutoa bima ya afya serikali kwa hospitali za binafsi. Kwa hiyo matibabu kama ya moyo ambayo ninasema, kugundua mshipa mmoja tu huwa sio chini ya shilingi milioni 2 za Tanzania. Lakini mshipa mmoja ukiziba unagharimu kati ya milioni 9 mpaka zaidi kuuzibua. Lakini watu wenye bima ya afya za serikali wameweza kuwa wanatibiwa katika hospitali yetu. Kwa maana hiyo serikali imetoa mchango kuokoa maisha kwa kuturuhusu sisi watu binafsi au hospitali binafsi kutumia hizi bima za afya ili kutibu watu ambao wangeweza kupata madhara, lakini kwa sababu ya bima zao wameokoa maisha yao na kufanya afya zao kuwa bora zaidi. Katika kuadhimisha siku hii ya Hayameda, ningependa kutoa ujumbe kwa Watanzania wote kwamba tuwe aware, tuwe na ufahamu kwamba magonjwa ya moyo yapo, magonjwa yasiyoambukiza ikiwemo saratani yapo, yanagharimu maisha ya watu wengi sana, lakini pia yanazuilika kwa kutumia hatua au kwa kufuata masharti madogo madogo ambayo hayagharimu pesa nyingi. Ukiugua magonjwa ya moyo au ya saratani, gharama zake ni kubwa sana. Gharama za kwamba utakuwa unaumwa ufanyi kazi, utahitaji ndugu zako waje wakuone au wakuhudumie kwa sababu unaumwa, kwa maana hawatafanya kazi. Lakini pia gharama zake za dawa, kumwona daktari, kufanya vipimo ni gharama kubwa, na mara nyingi ukiugua magonjwa haya huwa ni dawa za maisha yote. Maisha yako yote utakuwa katika dawa. Kwa hiyo ukijizuia utaishi maisha yenye afya bora na furaha, lakini pia utakuwa umezuia kifo ambacho kikuwa sio cha muhimu kutokea kwa wakati huo. Huu ndio ujumbe wangu kwa Tanzania. Niwatakie siku njema na nitakie siku njema ya Hayameda. Tumekuwa tukifanya siku hii ya Hayameda kwa miaka yote 15. Na katika kufanya siku hii tumekuwa tunazingatia kurudisha kwa jamii kile ambacho tunakipata kwa kufanya makambi mbalimbali ya uchunguzi wa afya na matibabu. Na kabla ya siku hii ya tarehe 20 mwezi wa Oktoba, tarehe 18 na 19, hospitali yetu kwa kushirikiana na hospitali ya Apollo ya jijini Bangalore, India, tumeweza kuleta wataalamu wa moyo, wa mambo ya mfumo wa mkojo, lakini wale wataalamu wa mishipa ya fahamu kuja nchini Tanzania katika hospitali ya Hayameda kutoa huduma kwa watu kwa bei nafuu sana, ambapo ingemgharimu mtu kwenda India kusafiri, kujikimu na kuondoka nchini mbali na wapendo wake kwenda kupata huduma hizi. Sisi tumeisogeza hapa jirani. Lakini wiki moja mbili kabla ya siku hii pia tuitoa huduma ya bure kabisa kwa watu kuja kujichunguza magonjwa yasiyoambukiza kama saratani, magonjwa ya shinikizo la damu, kisukari, lakini pia kuangalia mafuta katika damu au cholesterol, kitu ambacho tumekuwa tunakifanya kila wakati, na hivi wiki mbili zilizopita tumefanya kama kurudisha kwa jamii kwa kile ambacho tunakipata kama wawekezaji kwenye huduma za afya.